na kombe likishatua katika ardhi ya Tanzania aliwezi kung'oka alipanda ndege. Yaani kombe likishafika hapa alirudi. Kama labda kwa mjui. Mipango ya Simba tuliopanga, kombe likishatua hapa aliwezi kutoka. Ubaya ubwela ama kwa football, kwa mpira. Yaani kwa mpira uwanjani, kwa ubaya ubwela, kwa uchawi, kwa uganga, kwa vyovyote, kwa maombi, kivyovyote, kwa wizi, kombe aliwezi kutoka. Karibu sana mwanamichezo, ili tuweze kupashana zile habari za kimichezo, na kubwa ambalo tuko nalo siku ya leo ni kuhusiana na ile fainali ya kombe ya shirikisho kati ya Wekundu wa Msimbazi dhidi ya RS Berkane, mchezo ambao utaenda kuchezwa pale katika dimba la Amani kule visiwani Zanzibar, ambapo fainali ya kwanza ilitamatika kule Berkane, na Berkane kama mwenyeji alipata ushindi wa goli 2-0. Fainali ya pili inaenda kuchezwa New Amani Zanzibar. Katika uwanja huo ndipo tutashuhudia Wekundu wa Msimbazi wakitetea ubingwa wa kombe la shirikisho hapa barani Afrika. Mimi naitwa Dickson John, nyuma ya kamera yupo Medadi Usmandoro, na hapa nitakuwa na shabiki wa Wekundu wa Msimbazi, Mandara Simba, kwa ajili ya kuchakata huu mjadala wetu vizuri, na taarifa ambazo wamezipokea kwamba safari ni kwenda Zanzibar kwa ajili ya kumwangalia mnyama, na kombe lile la shirikisho litaonekana pale uwanjani. Wao wamepokeaje? Mandara, mambo vipi? Niko vizuri wana Simba. Huu nadhani ndio muda wetu sisi Simba Sports Club. Nadhani hamna chombo cha habari sasa hivi chochote kikazungumzia habari nyingine zaidi ya Simba Sports Club kuzungumzia fainali ya CAF au fainali ya shirikisho. Mimi nimekuzoea, mara nyingi tukionana unakuwa una vibe, unamzuka, lakini naona leo kuna upoaji. Hamna, kupoa ni lazima kwa sababu kuna muda atakuwa tuongee kama wakubwa. Unajua Simba imeonyesha ukubwa, tena mkubwa mzito, au imetoa elimu nzito. Unajua kuna matukio watu wengi wanasema kuyachanganyua, lakini kuna matukio mawili yametokea kufanana katika vilabu vikubwa viwili, lakini kila mtu kaja kuonyesha ni nani ambaye hata uongozi wake unaweza kutafsiri. Mpaka sasa hivi uongozi wa Simba Sports Club tunaweza tukasema ndio uongozi bora katika mfumo wa mpira katika Afrika Mashariki. Yaani katika vilabu vyote vya Afrika Mashariki, Simba Sports Club ndio timu bora na ndio timu yenye uongozi bora, au uongozi unaendeleshwa kiweledi, sio timu nyingine. Kwa sababu unaweza kujiuliza kwa nini nasema hivi. Umeona Simba tulipofikia baada kutolewa taarifa kwamba tunahama uwanja, kwa sababu asilimia kubwa ya Tanzania wengi, hata nyinyi waandishi wengi, tulifikiri fainali itafanyika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Hata uongozi wa Simba Sports tulianza kuuza tiketi pale Benjamin William Mkapa. Ikaja taarifa kwamba uwanja unahamia uwanja wa Zanzibar. Na kitu pekee kilichofanya mpaka Simba Sports wawe na mashaka baada ya Berkane kupokea taarifa wao mapema kabla ya klabu ya Simba. Baada ya kusikika kwamba Berkane wameshabukia hadi hoteli mapema kabla ya Simba. Na baadhi ya vitu kutulinganisha tukagundua kwamba Berkane kuna mchezo umefanyika wa chini kwa chini. Si ndio? Ikiwezekana tulilinganisha mara ya kwanza Simba tulipewa taarifa kugairishwa kwa uwanja kipindi tunacheza nusu finali. Tuligairishiwa uwanja na tulipewa maelekezo kwamba Simba uwanja wa Mkapa hautotumika kucheza nusu finali. Uwanja mtako utumia nyinyi ni uwanja, mtafute uwanja. Tujaambia mtatumia uwanja gani. Tuliambiwa mtafute uwanja. Taarifa ilitoka CAF. Uwanja wa taifa hautotumika. Simba itabidi mtafute uwanja, na tumepewa siku 2 ya kutafuta uwanja. Na kweli Simba kutafuta uwanja tukaupendekeza uwanja wa Amani, si ndio? Tunashangaa kwa nini kugairishwa kwa mechi uwanja huu? Kwa nini CAF moja kwa moja elekeze uwanja wa Amani? Kuna nini? Kwa nini msiwape option Simba tafuteni uwanja kama mara ya kwanza? Kwa nini mseme moja kwa moja kwamba uwanja utatumika uwanja wa Amani? Na ukiangalia serikali tupasi majibu kwamba uwanja upo vizuri. Na ukiangalia hata kwa macho, ile siku inatolewa taarifa watu walifanya survey ya uwanja ulikuwa upo vizuri. Lakini ndio hivyo, tumepata elimu kidogo hapa, na ndio maana nakwambia utaona utofauti wa viongozi wa Simba na hivi vilabu vingine. Kuna kipindi inawezekana kweli ukawa wana haki, lakini yale mamlaka makubwa au protocol kubwa ikishafanya maamuzi yake, hata hiyo haki yako ukipambania unaonekana wewe huna haki. Hii Simba kweli sisi tunakuwa tuna haki ya kupambania uwanja wa Mkapa, lakini maamuzi yashafanyika na CAF. Hauwezi tena kuendelea kufanya mapambano, utaonekana huna haki. Na ndio maana uongozi wa Simba ukatoa taarifa kwa umma kwamba uwanja utatumika ni mmoja, uwanja wa Amani. Uzuri Amani ni Tanzania.
Uzuri ardhi ya Amani ya Tanzania. Kwa hiyo yote ni ya kwetu sisi. Tunaona tofauti ndugu zetu Yanga. Yanga inawezekana kwa hiyo wana haki, wanaipambania haki yao kuto kugairishwa mechi, kuto kukubaliana na bodi ya ligi. Lakini tayari mamlaka ishaamua kwamba hayo ndo maamuzi. Hadi kasi wameenda, majibu yametoka. Kwa hiyo wanachokifanya ndugu zetu ni upotofu wa nidhamu. Umeona Simba tumeamua kukubaliana na matokeo na wana Simba wote tumeunga mkono, tunaenda Abedi Amani Karume kucheza finali. Naelekea uwanja wa Amani kwa ajili ya kucheza finali. Lakini vipi sasa kwa namna ambavyo unaitazama timu yako kuelekea kwenye finali katika uwanja wa Amani? Kwako wewe una maoni gani? Tunapoongelea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, unaongelea Tanzania bara na Tanzania visiwani. Tunapoongelea Amani, unaongelea ni uwanja wa nyumbani. Yaani uwanja upo Tanzania visiwani, ni nyumbani, ardhi ya nyumbani. Unapoongelea Simba, Zanzibar kuna wana Simba, kuna matawi ya Simba Sports Club. Ingekuwa mbaya leo hii tungeambiwa tukacheze Rwanda, tungeweka question mark. No doubt hizo unazoziona za Simba Sports sio kwa ajili ya uwanja labda mbaya, no. Tulipinga kutokana na capacity ya uwanja. Yaani uwanja ni mdogo kulingana na ukubwa wa mechi, si ndio? Lakini kama haina budi ya kucheza uwanja ule, lazima tukacheze ule uwanja. Zanzibar ni nyumbani. Na ukifuatilia kiundani, inawezekana Zanzibar au inawezekana Amani ikawa ni uwanja bora kuliko uwanja wote kwa Simba Sports Club. Kwa sababu uwanja wa Mkapa Simba hatujai kufuzu kwenda finali kupitia uwanja wa Mkapa kwa hivi karibuni. Hao tuseme kabisa hatujai kufuzu kupitia uwanja wa Mkapa. Kipindi Simba anacheza finali kwa uwanja wa Mkapa, tunaishia robo. Tukaja kufuzu na nusu uwanja wa Mkapa. Uwanja wa Amani ndio utupeleka finali Simba Sports Club. Na inawezekana uwanja huo wa Amani ndio tukachukua ubingwa kupitia uwanja wa Amani. Kwa hiyo inawezekana tunaenda tukajenga rekodi mpya. Hii tunaenda kujenga rekodi mpya. Kwamba uwanja wa Amani unaenda kujenga rekodi ya kutawaza bingwa wa Afrika kutoka nchini Tanzania. Ule uwanja ndio ulopeleka Simba kucheza finali na ndio huo tutakwenda kutawazwa kuwa mabingwa wa Afrika, Simba Sports Club. Hiyo ni imani yako Mandala? Sio imani yangu, huo ni ukweli. Kwani finali sisi tuliingia kupitia uwanja gani? Uwanja huo. Tunashindaje kwenda kuchukua ubingwa kupitia uwanja huo kama tulicheza finali kupitia huo uwanja? Yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Na kombe likishatua katika ardhi ya Tanzania haliwezi kung'oka. Alipanda ndege. Yaani kombe likishafika hapa alirudi. Kama labda kwa mjui. Mipango ya Simba tuliopanga, kombe likishatua hapa haliwezi kutoka. Kwa ubaya ubwela ama kwa football, kwa mpira? Yaani kwa mpira uwanjani, kwa ubaya ubwela, kwa uchawi, kwa uganga, kwa vyovyote, kwa maombi kivyovyote, kwa wizi, kombe haliwezi kutoka. Kikishie hiyo. Yaani narudia, kombe, yaani labda Berkane suluhu yao kuchukua ubingwa walikataze kombe lisipande ndege kuja huko. Wakikubali kombe likipanda ndege likitua ardhi hapa Tanzania halirudi. Yaani kombe haliwezi sisi tulione limekuja katika ardhi yetu afu tena lipande ndege liondoke. Halirudi, kombe linabaki hapa hapa ardhi ya Tanzania. Simba Sports Club anaenda kutawaza kuwa bingwa wa Afrika katika upande wa shirikisho. Nyie mnaonekana mmesharidhika na kuhamishwa kwa uwanja kwenda kwenye uwanja wa Amani, lakini unaonekana kuna upande wa pili ni sherehe, ni furaha, ni ndelemo na vifijo kwa nyie kupelekwa kule Amani Zanzibar. Kwani tulivyopelekwa Zanzibar nusu finali swaliweka sherehe kabisa? Swali sema Simba hatoenda finali kwa kupitia ule uwanja. Simba alienda finali hajaenda? Enda. Simba ipo kwa ajili ya kufanya maajabu. Na Simba inaitwa kiboko ya wambea. Yaani wambea wote kiboko yao ni Simba. Mkileta umbea huu ukileta umbea huu tunakukosoa. Ukileta umbea huu tunakukosoa. Ile ni Simba. Simba anaenda kutawaza kuwa bingwa wa Afrika. Hii ni ndoto ya Watanzania, wana michezo wote. Naamini mtu wote unaopenda michezo kutoka Tanzania, mwenye nia njema na mpira Tanzania,
wote anaomba dua Simba kachukua ubingwa. Hata nyinyi ni waandishi, naamini mnaomba dua Simba kachukua ubingwa. Kabisa kabisa. Lakini bado mna mlima mrefu wa kuupanda. Goli 2 kule mmechakazwa kule Berkane. Hapa nyumbani matumaini yapo? Hatua ya kutoka robo finali kwenda nusu finali tulikuwa na matokeo kama haya. Mnakumbuka? Tulipigwa goli 2 kule, tukaambiwa mlima mrefu, Simba ana mlima, Simba sio ana kichuguu, Simba ana nini, Simba sio ana bonde, Simba ana miba mingi. Kila mtu kachambua anavyoweza yeye. Dakika 90 zikaja zikaongea Benjamin William Mkapa. Huu mlima unaoona wewe, nyinyi ndio mnaona mlima. Wana Simba sisi tunaona bonde. Simba hili ni bonde, ndio maana mashabiki wa Simba tumefungwa goli 2 lakini ndio sisi tulioshangilia, so Al-Masry. Uliangalia mechi? Angalia vizuri. Mashabiki walishangilia, hajashangilia? Wameshangilia. Unajua kwa nini walishangilia? Nipe siri. Simba tunajua mbinu za kafu. Sasa hivi Waarabu wanaiofia Simba kwa sababu mbinu zao na sasa hivi tunazo hapa. Kodi zao tunazo hapa. Ulishawahi kuona goli linakataliwa Uarabuni, Morocco? Goli linakataliwa. Simba goli limekataliwa, Simba anafunga goli la 3 linaambiwa sio goli, offside. Morocco goli linaambiwa sio offside. Umeshakuwa komavu. South Africa tunaenda penalty na kataliwa, goli linakataliwa. Hiyo Simba. Umeshakuwa komavu. Tunaenda kucheza Zanzibar, wale Waarabu wa South wameenda kumfuata refa, wakaangalia kwenye lidude lile kuangalia limeko kati. Huo ndio ukubwa wa Simba. Tayari tuna mabawa, tuna mabavu. Unapoongelea club giant za Afrika, Simba ipo. Unapoambiwa katika vilabu 10 giant, vilabu hatari, vilabu vya kuogopwa kutoka Afrika, Simba ipo. Mwarabu hawezi kuiwazia Yanga sasa hivi. Hawezi? Mwarabu hawezi kuumiza kichwa eti afikirie Yanga. Simba ndio timu inaumiza vichwa Waarabu. Revolution of football, Simba Sports Club imefanya mapinduzi ya mpira Tanzania. Sisi tunakuja kufanya ukombozi mkubwa ambao kuna watu walishindwa kufanya ukombozi. Sisi ndo twenye kibali wa mpira wa Tanzania, Simba Sports Club. Sisi ndo tulipoa kitovu cha kuzika cha mpira wa Tanzania. Tulijua tumezika wapi. Sisi ndo twenye funguo za mpira wa Tanzania, Simba Sports Club. Ndo twenye zamana la kulibeba taifa kwenye upande wa mpira ni Simba, sio timu nyingine. Hawa wengine wasindikizaji tu. Tuna uhakika hili linabaki hapa hapa. Piga kifua, kombe linabaki Tanzania. Hali ya Tanzania, kombe aliondoki. Simba Sports Club, the new federation, Simba Sports. Tumalizie kwa upande wako tu, quality unaionaje ya Berkane dhidi ya Mnyama? Berkane ina quality nzuri na ina wachezaji wazuri na wazuri zaidi. Yaani wachezaji wazuri, lakini hata Simba ina wachezaji bora, ina wachezaji quality. Kwa hiyo tunaenda kucheza mechi ya quality kwa quality. Tunaenda kupishana. Tunaenda kumfunga Berkane. Wengine wanawaza kwamba goli 3 pale. Tunaenda kupiga goli 3 Amani pale. Mapema tunaenda hapa, naenda kupata tiketi yangu ya Zanzibar kwenda. Mimi naondoka Jumapili asubuhi. Unaondoka Jumapili asubuhi? Asubuhi, mapema tu. Kwenye hamasa za kule Zanzibar utakuwepo, lakini Jumapili asubuhi utakuwepo. Mapema tu. Watu kibao wapo kule. Mapema tu tunaondoka. Wengine wanadhani kwamba Simba akienda kwa mchezo wa kupishana na RS Berkane, huenda zahma itakuwa ni kubwa kuliko ile iliyotokea kule Berkane. Tunaenda kumpa kisago. Hatuendi kumfunga, tunaenda kumpa kisago Berkane. Kisago. Unakijua kisago? Utakishuhudia Amani. Kama mwizi vile anavyopigwa. Ukija huku umechezea, ukija ndio wewe tunaenda kumfanya. Tunaenda kumfanya vibaya Berkane. Kipigo cha kumweka kwenye gunia. Kisago. Kisago cha mbwa mwizi ndio naenda kumpiga Berkane. Yaani piga huku, piga huku, piga huku. Mimi nitakutafuta bwana. Wewe nitafute, tutaongea. Tutaenda Zenji. Utakuwepo. Tutakutana kule. Utanikumbusha maneno yangu na mimi nitakukumbusha. Tunzia yote. Nashukuru. Huyu ni Mandara bwana, shabiki wa wekundu wa Msimbazi, akiendelea kujinasibu na kujipa matumaini kwamba ili kombe linabaki hapa hapa Tanzania. Kwa namna ambavyo ameongea yeye, ana confidence ya kutosha, ana hali ya kujiamini kuelekea kwenye mchezo huo. Mimi naitwa Dickson John, nyuma ya kamera alikuwepo Medadius Mandoro. Hakikisha una subscribe na kubonyeza alama ya kengele uwe wa kwanza kupata taarifa za kimichezo.